Bwana Yesu asifiwe. Nasalimu kanisa katika jina la Yesu Kristo. Imefika ule wakati wa chakula cha rohoni. Tamani ukapate kufungua moyo wako, tunapoingia katika neno, kalifanye hili neno kuwa ni lako. Amen. Nipate msomaji. Nitasoma Mwanzo mlango wa 11 mstari wa kwanza. Unasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri panda za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, aya, tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, aya, na tuijenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara uliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoyaanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasilikizane maneno yao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende uso pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunataka tumwangalie mtumishi wa Mungu Daudi. Wakati Daudi alipokuwa amesimama katika zamu kwa ajili ya kumtumikia Mungu, ndivyo Musa navyo alivyotumwa na Mungu, ni kwa ajili ya kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Neno linasema ya kwamba katika mataifa na katika miji walikuwa wanatembea kwa lengo moja, walikuwa wakitembea kwa nia moja, walikuwa wakizungumuza kabila moja. Na wakati walipokuwa wako katika nia moja, Mungu alikuwa akiwatumia. Hakuna jambo ambalo lilikuwa likifanyika katika taifa pasipo kushirikishana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linasema ya kwamba kuna ugomvi uliingia katikati ya mataifa, na ugomvi ulipoingia katika mataifa, Mungu akataka kuadhibu watu kama hawa ili wasipate kumfikia mahali yuko. Bwana Yesu asifiwe. Wakati waliposhirikiana kujenga mnara ili wakakutane na Bwana, wakati huo walikuwa wako na lengo moja. Lakini walipoanza kunungutiana, walipoanza kutengana, Mungu akaangalia mioyo ya mataifa na akasema ya kwamba sitaruhusu watu kama hawa wanisongelee mahali niko. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema ya kwamba nitafanya njia gani ili watu hawa wafanye kuniita wasinione, lakini matendo yangu wakutane nayo baada ya kuniita. Akauharibu ule mnara. Alipoharibu ule mnara, akawapa kukosana. Alipowapa kukosana, kila mmoja akachunga zake. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmoja alipoanza kufanya mambo yake, ndipo tukaingiza dhiki katika hekalu la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tukaingiza uovu, tukaingiza uchungu, tukaingiza sumu katika mioyo ya hekalu la Mungu. Ndiyo maana tunahangaika, ndiyo maana kanisa limetukosa mwelekeo, na kanisa likikosa mwelekeo, taifa linaanguka. Kanisa likikosa mwelekeo,
nyumba. Kanisa likikosa mwelekeo, watoto wataangamia. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunaongea kabila moja, lakini baada ya mioyo migumu ilipoingia katikati ya watu, Mungu akaona chuki ndani ya mioyo ya watu. Na alipoona chuki ndani ya mioyo ya watu, neno linatuambia kwamba mnara akaukata mara 3 ukaanguka chini. Na ulipoanguka chini ni kwamba ni mtu wa Mungu akaanze mwanzo mpya. Wewe ambaye ulisalia ukamulilie Mungu, na Bwana akashuke kwako wewe utakayekuwa umemwita. Ina maana ya kwamba wokovu mpendwa ni moyo wako. Wokovu mpendwa ni maisha yako. Utakapotengeneza wokovu wako, utakapotengeneza moyo wako, ndipo hekalu la Mungu litaonekana ukitembea pamoja nalo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ninene na mtu mchana wa leo ambaye anatakana akapate kubadilisha moyo wake, akabadilisha wokovu wake. Na utakapobadilika tabia zako, huo mnara wa Babeli tunaenda kujenga tena. Maana imani itakapodumu ndani yetu, tutakapoweka imani ndani ya mioyo yetu, mpendwa, nataka nikwambie Bwana anaenda kutembea katikati ya maisha yako. Hakutaonekana maradhi ndani yako, hakutaonekana huzuni ndani ya maisha yako, hakutaonekana magonjwa ndani ya maisha yako. Maana Mungu anaenda kunyosha mkono ya wewe ukapate kwenda kukombolewa mchana wa leo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata dhiki inaposimama, iwe ni kubwa kiasi gani, lakini Mungu anasema ya kwamba kwa yule atakayepiga goti na kuniita, mnara wake nitaujenga, na atakutana na mimi na matendo yake nitayatengeneza. Ni mpendwa wa mchana wa leo, Mungu anakuita ukapige magoti, mpelekee hoja ya moyo wako. Maana kupitia kwa moyo wako Bwana anaenda kukutana nawe. Ombi lako anataka kapate kulisikia, kilio chako anataka kapate kukisikia. Utakapomwita kwa imani, Mungu anaenda kukushangaza mchana leo. Kuna kitu kipya kinaenda kuachiliwa, kuna kitu kipya kinaenda kushuka. Magonjwa kutaliwa kunaenda kutoweka, kule kudharauliwa kunaenda kutoweka. Bwana anaenda kukuvalisha vazi, na vazi lile ambalo Mungu anaenda kukuvalisha mchana leo. Hautatengwa tena katika maisha yako, hautadhulumiwa tena maisha yako, hautakataliwa tena mpendwa. Maana Bwana anataka akakufanya kuwa chombo cha thamani. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo alipoona dhiki imeinuka, aliacha vyote, aliyowadhulumu aliwaregesha wenyewe, na akamwalika Bwana ingia ndani ya moyo wake. Neno linatuambia ya kwamba Yesu Kristo aliingia nyumbani mwa Zakayo, na alipoingia nyumbani mwa Zakayo alibadilisha matendo ya Zakayo, alibadilisha tabia za Zakayo. Zakayo alimuona Mungu. Hata wewe nawe mchana wa leo, Bwana anaingia ndani ya moyo wako. Atakapofanya mji ndani ya moyo wako, maisha yako yanaenda kubadilishwa, njia zako zinaenda kubadilika. Hautabaki jinsi ulivyo mpendwa. Bwana ana mipango mema ni kwa ajili ya maisha yako. Bwana ana mipango mema ni kwa ajili ya hatua ya miguu yako. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Tumuite Bwana mchana wa leo akaingia ndani ya mioyo yetu. Atakapoingia ndani ya mioyo yetu, Bwana anaenda kufanya mapinduzi mchana wa leo. Mwambie Bwana akafanye mapinduzi. Kama mamangu alivyokuwa anatoa ushuhuda wa kilio kwa ajili ya mjukuu wake. Kutoka azaliwe hajajua kauli ya mjukuu wake, hajajua kukaa kwa mjukuu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuzunguka wamezunguka Bwana, lakini Mungu wa Elia aliye katika kiti cha enzi anaenda kumshukia siku ya leo. Haijalishi amezunguka kiwango gani, haijalishi amehangaika, Bwana anaenda kumtembelea. Mkono wa Bwana unaenda kumfungua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kiwete yule alikaa katika mlango wa Mzeituni miaka. Paulo na Yohana walikuwa wakiingia katika lile hekalu kila siku,
na kiwete alikuwa yuko pale mlangoni. Lakini ilipofika siku ya Bwana, wale wawili waliokuwa wakimpita ndio Bwana aliwatumia ili wawili wale wakapate kumuinua mtu kumjua. Na ilipofika siku ya Bwana, neno linatuambia ya kwamba kiwete yule aliingia katika hekalu la Bwana na akamrukia Bwana. Hata leo na siku ya leo, Bwana anaenda kushangaza maisha ya mtu. Bwana anaenda kushangaza tabia za mtu. Maana Bwana anaenda kushughulikia. Mwana yule hatabaki kuwa vile alivyo. Malaika yule hatabaki kuwa vile alivyo. Bwana anaenda kumnyosha. Viganja vyake vinaenda kutiwa nyama. Miguu yake inaenda kutiwa nyama. Kauli yake inaenda kuonekana. Ndimi yake zito inaenda kufunguliwa. Maana Bwana anaenda kutembea ndani ya maisha yake. Raheli alipokuwa amefungwa, alimulilia Bwana. Na baada ya kumulilia Bwana, neno linasema ya kwamba Raheli akaambiwa na Mungu, ingia katika nyumba ya baba yako. Angalia chini ya kitanda ya baba yako, kuna vigango anaviabudu, kuna vigango anavimiliki. Nenda kavipe, maana hivyo ndio vimekuacha wewe ufunguliwe. Na kweli Raheli aliposikia sauti ya Bwana akatii. Alipoingia katika rumu ya babake, neno linasema ya kwamba alikutana na vigango vilivyokuwa viko ndani ya nyumba. Na Bwana, malaika wa Bwana akamtia nguvu Raheli. Aliviba vile vigango, akaviteketeza, akavitia moto. Raheli akapata kufunguliwa. Nataka ninene mchana wa leo, hakuna vigango vitakavyoriti juu ya mtoto huyo. Hiyo vigango vinaenda kuteketea kuanzia leo. Haijalishi kuna urithi gani, Bwana anaenda kuteketeza hizo vigango. Ngome zote zinaenda kuanguka. Miungu yote inaenda kuangamia. Roho Bwana anaenda kumshukia. Anaenda kubadilisha maisha ya mwana. Anaenda kubadilisha matendo ya malaika wa Mungu, ili Bwana akapate kujulikana kwamba yuko ewe Mungu Elia. Unajua alinishangaza alipoletwa juzi. Unajua yule mtoto ukimwangalia utasema kifafa, lakini hata si kifafa. Si kifafa. Hakuna kifafa cha mkono na mguu peke yake. 24 hours. Hakuna bwana, acheni kunichezea bwana miungu bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna bwana. Kuna watu wameweka vitu vyao kwa ajili ya kutatiza bwana. Hivyo vigango vilivyowekwa ama hayo maagano ya kwamba mtoto wa kwanza ni lazima awekwe katika hiyo miungu, kuanzia leo hiyo miungu inaenda kuharibika. Hakuna cha mtoto wa kwanza kuwekwa katika hiyo miungu. Hatakuwa katika hiyo maagano ya vibabu na vinyanya, hatakuwa ndani yake, maana hiyo maagano inaenda kuangamia katika jina la Yesu Kristo. Bwana anaenda kumfungua. Bwana anaenda kumtetea ili neno lake likapate kuthibitika. Ni mkono wa Bwana ukanyoke juu ya malaika wa Mungu, na atatembea kwa uwezo wa Mungu. Najua kwamba huyu Mungu hajawahi kushindwa na hatashindwa na hilo. Haleluya. Kwa sababu Bwana hajawahi kushindwa, hatashindwa na jambo kama hilo. Mungu anaenda kuachilia utetezi. Na Bwana anaenda kuziachilia baraka za kufunguliwa kwake. Samueli wa kwanza 26:25 inasema, ndipo Sauli akamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi mwanangu, utatenda mambo makuu, tena hakika yako utashinda. Amen. Basi Daudi akaenda zake, Sauli naye akarudi kwao. Amen. Na ni siku ya leo ya kwamba ewe mtu wa Mungu uliyezunguka, tazama Daudi alipotetwa na Sauli. Ilifikia wakati Sauli babake akamwambia Daudi, nataka nikubariki ili ukatende miujiza, ukafungue watu, ukakomboe watu, ukabariki watu. Nguvu za Bwana zitembee pamoja nanyi. Na ni siku ya leo watu wa Mungu wanaenda kutembea na nguvu za Bwana, maana Bwana anaenda kuachilia baraka juu yenu. Bwana anaenda kuachilia kufunguliwa juu yenu. Bwana anaenda kufungua njia zilizofungwa juu yenu na mkapate kutembea nazo. Hakuna uchungu utakaonekana katika maisha yenu. Hiyo machozi ya damu inaenda kufutwa, machozi yatakayotiririka
yatakayotiririka ni ya baraka, machozi yatakayotiririka ni ya amani. Maana Bwana amenena ya kwamba mukabarikiwe wanangu na mukatende kazi njema, watu wakafunguliwe, miujiza ikatendeke kuanzia siku ya leo. Ulemavu unaenda kuhama, ulemavu unaenda kuhama kuanzia siku ya leo. Ububu unaenda kung'oka kuanzia siku ya leo. Yule pepo wa udhaifu aliyekamata mioyo ya watu, aliyokamata mili ya watu, aliyokamata akili za watu, huyo pepo wa udhaifu anaenda kutoweka ndani yenu. Huyo pepo wa ulemavu anaenda kuhama ndani yenu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Watu wa Mungu wakakombolewe, watu wa Mungu wakafunguliwe, maana munara tayari Bwana amekwisha kuangusha. Piga magoti umwambie Bwana, mimi ndime munara niliosalia. Nataka kanisikie, nataka usikie kilio changu, nataka usikie maombi yangu, nataka usikie machozi yangu, nataka nikapate kukuona machoni pako. Na Bwana anaenda kushughulika.